AI inalipa, AI inalipa, AI inalipa. Okay. Haya maneno umekuwa ukiyasikia mara kwa mara wakikwambia AI inalipa, AI inalipa. Kila kona wakikwambia AI inalipa. Sasa mimi nataka nikwambie AI inalipaje, au kwa nini wamekuwa wanakusisitiza sana kwamba wanakwambia jifunze kuhusu AI kwamba inalipa. Inalipaje? Okay, stay tuned nikakuelekeza jinsi ambavyo unaweza ukalipwa na AI na inaweza ikakutengenezea kipato endelevu kabisa. Nina kitabu changu mpaka sasa hivi kitatoka hivi karibuni ambacho nimezungumzia kuhusu AI, jinsi ambavyo unaweza ukatengeneza kipato endelevu. Kwa hiyo usiondoke. Hii ni Tech Janja, sehemu sahihi ya kuchambua tech kwa lugha rahisi ya Kiswahili, yani tunasema tech ni Swahili. Sasa ngoja nikwambie kitu. AI, unavyoambiwa AI inalipa. AI inalipa kwa sababu gani? Kwa imekuwa ikirahisisha vitu ambavyo ulikuwa unatumia muda mrefu sana kwa niaba ya kujiingizia kipato, lakini yenyewe sasa hivi imekuepushia muda. Okay? Kama ni content creator maana yake ulikuwa unachukua muda mrefu kutafuta idea na kuanza kurekodi, lakini sasa kutokana na AI ilivyokuja unachukua muda kidogo tu ukiprompt na kukupa script ambayo unaweza ukaikalili kwa muda mfupi na ukatengeneza vipindi vingi, yani ukarekodi vipindi vingi kutokana na nini? Na AI. Okay. Pia kama wewe ulikuwa ni mwanafunzi, kuna segment kubwa ambao ulikuwa unatarajia kufanyaje kuisoma, lakini kutokana na AI tayari inakurahisishia kusoma au kuchambua segment kwa niaba ya kukurahisishia na mambo yako yakaenda sawa. Tumezoea kusikia muda ni mali. Kwa hiyo hapo tayari kuna mali unakuwa umeitengeneza kwa sababu muda tayari umeprotect. Okay. Mfanyabiashara amenufaika kwa kipi? Sasa hivi mfanyabiashara anayejua kutumia AI ni kwamba sasa hivi ameacha hata kuchukua wale washauri, kutafuta wale makonseta kwa niaba ya kumkonseti ili mradi kufanyeje kuiendeleza biashara yake. Sasa hivi ukiweza tu kuzungumza na AI vizuri, ukamprompt vizuri, ni kwamba anaweza akakuendeshea biashara yako hata bila kuwa na mentor yoyote. Yeye mwenyewe AI anaweza kukumenta na ukatengeneza fan base kubwa ya wateja wako na wateja wakawa waaminifu kwa sababu ya AI. Na hiyo pia inaweza ikakupelekea tayari ukaingiza kipato kikubwa, alafu pia utakuwa umeziba mwanya fulani wa yule mentor wako. Kwa hiyo kile kipato ambacho ulikuwa umenta kwenye biashara yako tayari umekiepusha kupitia nini? Kupitia AI. Kwa hiyo AI inasaidia kinamna hivyo. Kwa hiyo kama ni kipato imetengeneza kinamna hivyo. Mpaka sasa hivi tunavyozungumza AI, sio kwamba kila mtu anaweza kutumia AI. Yaani wewe ukijua kutumia AI tayari wewe uko ndani ya fursa kubwa, ambayo hiyo fursa ni kubwa sana. Hii nchi ni kubwa sana. Hii nchi inahitaji watu ambao wanajua maarifa ili mradi wakafanyaje wakaisambaze sehemu zote, kwa sababu ukitathmini nchi ina mikoa mingi sana ambayo ni kwa kiasi kwamba hata kama wewe utajua hawatajua watu wote, kwa sababu watajua wachache ili mradi wale wachache waende kutoa fursa kwa wale ambao wengine hawajajua. Kwanza kabisa ni kwamba hatuwezi tukafahamu wote, kwa sababu ni tukiweza kufahamu wote hakuna mtu atayemuuzia ujuzi mwingine. Na ndio maana unaona hata matajiri sio wote. Ingekuwa kwamba kila mtu ni tajiri, maana yake tusingeweza kufanyaje? Tusingeweza kuheshimiana na hakuna mtu ambao angeweza kumtuma mwingine, kwa sababu sisi wote tuko juu, tuko viongozi. Kwa hiyo kuna zile ngazi ndio zitatutofautisha sisi, ili mradi kwenda kuhakikisha kumwagiza mtu mwingine ambao yuko chini yako. Kwa hiyo AI inalipa kiasi kwamba tuzungumze tu AI inalipa. AI inafanya vitu ambavyo ni ukiitumia vizuri itakulipa na kipato chako kitakuwa ni kipato endelevu. Kwa nini ni kipato endelevu? Na kipato endelevu utakipataje? Kipato endelevu hiki utakipata kwa staili nyingi.
Unaweza ukawa ulikuwa na idea ya usanii labda wa bongo movie. Kwa hiyo ukitumia AI inaweza ikakutengenezea script ambazo unaweza ukazitengeneza scene za movie na ukatengeneza movie yako ikaenda vizuri kabisa, ambavyo tayari hapo unakuwa umeepusha baadhi ya pesa ambazo ulitakiwa umlipe mtu akutengenezee script. Okay? Kwa upande wa msanii unaweza ukatengeneza nyimbo, au unaweza ukatengeneza script tone ambazo zinaweza zikakufanya ukatengeneza ngoma ambayo ni kali zaidi, kiasi kwamba inatakiwa tu prompt jinsi gani ambavyo anaweza akakutafutia nyimbo ambazo zina hiti duniani kote, ili mradi na wewe upite humo. Kwa hiyo hii ni fursa kubwa sana ambayo unaweza ukajitengenezea kipato ambacho ni endelevu. Nyimbo ikiingia kwenye social media ukaiweka kule, ni kwamba ile nyimbo itakulipa maisha yako yote. Okay, na movie ndo iko hivyo. Pia kwa wale ambao ni waandishi, jitahidi sana, kama una fursa ya kuandika, jitahidi uweze kuandika vitabu. Unaweza ukaandika vitabu. Ukiandika kitabu unakiandika leo, lakini kile kinaishi milele na milele. Kwa hiyo jitahidi wakati unatumia AI, jitahidi pia utengeneze kitu ambacho unaweza ukajivunia maisha yako yote. Tafuta engo ambayo wewe upo. Mfano wewe ni mfanyabiashara, tengeneza kitabu ambacho kinahusiana na biashara yako. Yani iprompt vizuri kutengenezea kila kitu ambacho wewe ni una uzoefu kwenye biashara yako miaka 5 mpaka 10. Maana yake biashara yako hiyo unaijua A to Z. Kwa hiyo unaweza ukatengeneza kitabu ukaongezea maarifa kupitia AI na ukatengeneza pesa ambazo pia ni endelevu. Okay? Biashara inaweza ikaanguka, lakini kitabu kisha kipublish, my friend, utatumia mpaka vijukuu vyako watakitumia na kitaendelea kuwapa maarifa ya kutosha. Okay? Kama umejifunza kitu kwenye video hii, hakikisha umesubscribe alafu umelike, ili video iwafikie watu wengi zaidi ambao wanaweza wakajiboresha katika hii teknolojia mpya. Okay? Tukutane wakati mwingine. Hii ni Tech Janja, sehemu sahihi ya kuchambua tech kwa lugha rahisi ya Kiswahili, yani tunasema tech ni Swahili.